Sasa huu ulikuwa ni utangulizi, kama alivyotaka shekhi wangu niseme utangulizi. Sasa ninazungumza mada ambayo nimekusudia nizungumze mbele ya hadhara yenu, nami mwenyewe, ili mradi katika lengo la kujiongeza imani katika imani tulizokuwa nazo. Mada nitakayoisoma mimi katika anwani inaitwa ni Ar-Rabbaniya. Ar-Rabbaniya Ar-Rabbaniya katika lugha ya Kiswahili ina maana ya mtu wa kimungu-mungu. Mtu wa kimungu-mungu, si Mungu huyo mtu, lakini mtu wa kimungu-mungu. Vipi mtu akuwa mtu wa kimungu-mungu? Ni mtu ambaye amefanya juhudi ya kumtafuta Allah subhanahu wa ta'ala, na akaja akampata Allah subhanahu wa ta'ala. Ikafikia mahala mtu huyu Allah anampandisha daraja ya aliyokuwa nayo, akafikia daraja ya uwali wa hali ya juu, uwali wa ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala. Akafikia mtu huyu akawa yeye jicho lake ni jicho la Mwenyezi Mungu, mkono wake ni wa Mwenyezi Mungu, kila kitu chake ni cha Mwenyezi Mungu, kwa maana kwamba Mwenyezi Mungu ndio anayemfanyia mambo yake. Huyu ndio anaitwa ni Abdu Ar-Rabbani, mtu wa kimungu-mungu. Sasa tuzungumze ni namna gani mtu afanye, juhudi gani zifanywe, ili mradi mtu ajitengenezee sifa hii na hadhi hii ya kuwa ni Abdu Rabbani. Ndugu zangu katika imani, tuseme hivi, kama nilivyozungumza, asili ya maudhui yetu hii inachukuliwa, asili ya mtu kufikia daraja ya Rabbani inachukuliwa, ama tuseme kwamba itaendana na mtu ambaye rakaza ala nafsihi mafhumu sahihi liliman, mtu ambaye nafsi yake ameikita katika kufahamu mafhumu sahihi ya iman. Naposema iman, ni hizi nguzo za iman ndizo zinaanza kumchukua mtu ufahamu ule, na kupanda naye kidogo kidogo, mtu huyu anafikia daraja ya Ar-Rabbaniya. Na tunaposema nguzo za iman, Muislamu yoyote yule, Muislamu muumini, ukimuuliza nguzo za imani atakutajia nguzo za imani ni 6, ni hiyo na hiyo na hiyo na hiyo. Sasa kinachokusudiwa ili mtu afikie daraja ya Rabbaniya tunayokusudia, atafute namna gani, naanza vipi, ni lazima aanze katika kujikita kufahamu zile nguzo 6 za imani. Baada ya kuzifahamu zile, aje afahamu muktadayatiha. Hivi nguzo hizi za imani zinawajibisha na zinambadilisha mtu awe vipi kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, hizi nguzo za imani. Lakini baada ya mtu kufahamu sasa zinamwajibisha vipi mtu yule, aje mtu afahamu athar, alama zinazopatikana na zinaweza kumtofautisha mtu anayefahamu nguzo za imani na anafahamu zinawajibisha kitu gani. Sa alama ya mtu huyu na alama ya mtu asiyofahamu hivyo ama asiyefanya hivyo, iweka kuna tofauti. Najua kwamba huyu ana dalili kwamba nguzo za imani zimejikita na anazifanyia kazi. Huyu hana dalili ya kwamba ndani yake kuna nguzo za imani, hata kama ni Muislamu. Lakini baada ya hapo, nguzo hizi zinafikia mahala, zikishampa athar ya mtu huyu, ana athari ya nguzo za imani, zinakuja zinamnyanyua. Inakuja ile kaifiyatu irtiqa, ni jinsi gani zinamnyanyua kutoka katika daraja aliyokuwa nayo mtu huyo, katika daraja ya imani, mpaka mtu huyo anapaa katika hali hiyo, anafikia na mahusiano yake na Mola wake yanakuwa ni mahusiano ya hali ya juu, masala makubwa. Mambo haya hayaanzi tu hivi hivi. Mtu anaanza tu leo, mtu atakuwa ni mcha Mungu sana. Hakuna vitu vya mkato katika Uislamu. Uchamungu unatafutwa na unaanzia katika nguzo za imani. Nafahamu kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi kumwamini Allah, kuamini malaika, kuamini mitume, kuamini vitabu, kuamini qadar,
kuamini siku ya mwisho. Vitu hivyo vinawajibisha kitu gani kwa Muislamu? Ahame, atoke katika kuamini kwa kuamini, sasa ahame mwanadamu huyo katika mambo gani sasa yatamfanya aonekane huyu anawajibika kumwamini Allah, huyu anawajibika kuamini mitume, malaika, kadari na siku ya mwisho na kadhalika. Lakini baada ya kuwajibika, je, athari ya kuamini vitu hivyo inapatikana kwa mtu huyu? Na kama athari inapatikana kwa mtu huyu, kaifa yartaqi, anapanda vipi mtu huyu sasa daraja nyingine? Akishapata daraja ya kiimani, namna gani mtu huyu anabadilika sasa, anatengeneza mahusiano yake yeye na Mola wake? Kwa lugha nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni rafiki yako. Allah anafanywa urafiki na Allah anapenda urafiki. Allah anapenda na anakuwa ni rafiki wa mtu, lakini lazima utengeneze utaratibu wa kutafuta urafiki na Allah subhanahu wa ta'ala, ili ufaidike wewe na neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana nikasema kwamba wanazuoni wanasema kwamba mpaka kufikia daraja hiyo inahitaji juhudi, na Allah akasema katika Qur'an, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Anasema Allah, huyo ambaye tunatafuta leo, tunatafuta urafiki wa Allah subhanahu, tunatafuta urafiki naye. Allah anatafutwa na yuko tayari sisi tukatengeneza urafiki na yeye, mahusiano na yeye. Anasema walladhina jahadu fina, wale watu ambao watakayefanya juhudi ya kututafuta. Allah, mtu ambaye atakayefanya juhudi ya kunitafuta mimi Allah subhanahu wa ta'ala, anasema lanahdiyannahum subulana, watu hao tutawaongoza njia zetu. Ukifanya juhudi ya kumtafuta Allah, yeye sasa anafanya kazi ya kukuongoza njia, pita hapa ili umfikie yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allaha lama'al muhsinin, na Allah yu pamoja na wale watu ambao ni watu wanaofanya ihsani. Mnafahamu ihsani ni daraja kubwa kuliko Uislamu na kuliko imani, wote mnafahamu hivyo. Ihsani ni daraja, ni qimma, ni kilele cha daraja ya kiimani hali ya juu, kumwabudu Allah kama vile unamuona. Ukihisi kama humuoni, basi unahisi kwamba anafanya nini, yeye anakuona. Ni daraja kubwa sana, na Allah anasema kama tutafanya juhudi kumtafuta Allah subhanahu wa ta'ala, anasema kwanza, jambo la kwanza atakuongoza namna gani upite, na baada ya kupita cha kuongoza, anajua wewe sasa, anakuongeza daraja, utakuwa ni muhsin, na ukishakuwa ni muhsin anakwambia wa anna Allaha lama'al muhsinin. Sasa hapo ndio ile urafiki niliosema unaupata hapo. Unasemaje hapo? Urafiki wa Mwenyezi Mungu upo haupo? Unatafutwa hautafutwi? Na unapoutafuta kwa msaada Mwenyezi Mungu unaupata haupati? Na ukishapata msaada wako unafanya nini? Unakuwa maiyatullah, na wewe ni jambo la kawaida sana. Hayo ndio maisha yatakao Islam, tuishi namna hiyo, na itikafu yetu leo tunaambizana hayo ili tufaidike. Hiyo ni Suratul Ankabut aya 69. Na jambo lingine tena ambalo linatupelekea katika kutafuta urafiki na Allah, kumtafuta Allah awe karibu na wewe kwa lolote, kwa dogo na kubwa, tunaupata katika hadithi ya Ibn Abbas. Hadithi ya Ibn Abbas inatuongoza kufikia huko, ile at-tariq lilusuli ila rabbaniya, njia ya kumfikisha mtu katika utu wa kimungu mungu. Hadithi ya Ibn Abbas inatuambia, hadithi yenyewe wote mnaifahamu. Anasema Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anasema kuntu khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, au hadithi nyingine au riwaya nyingine, kuntu radifa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqala ya ghulam inni uallimuka bikalimatin ihfadhillaha yahfadhuk ihfadhillaha tajidhu tujahak idha sa'alta fas'alillaha wa idha ista'anta fasta'in billahi wa idha wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bishay'in lan yanfa'uka illa bishay'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bishay'in lan yadurruka illa bishay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Hii dalili nayo, aya hii, hadithi hii
inaendana na ile aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tulisoma nyuma. Anasema Ibn Abbas, siku moja alipanda kipandwa akiwa nyuma ya Mtume, yeye ndio radifu au khalfa, amepakizwa na Mtume. Mtume sallallahu akamwambia Ibn Abbas, ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka bikalimatin, mimi nitakufundisha maneno. Nataka leo nikufundishe maneno. Jambo lote mtu lazima uanzie kwenye kufundishwa. Ukishafundishwa ndio unajua, badalaye kule kujua unabadilisha katika matendo. Unapotenda vizuri unapata msaada wa Mwenyezi Mungu, ndio unapanda kufikia huko juu. Sasa Mtume sallallahu anaanza kumfundisha maneno. Nitakufundisha maneno. Maneno gani? Akasema maneno hayo ndio kufundisha haya, ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Allah atakuhifadhi. Allah anahitaji ahifadhiwe, na Allah ukimuhifadhi basi na yeye analipiza, naye anakuhifadhi. Ihfadhillaha tajiduhu tujahak, muhifadhi Allah utamkuta daima yuko upande wako wewe. Yani Allah anapendelea. Anapendelea vipi? Anapendelea ukimuhifadhi katika mambo yake, basi leo mapenzi yake na yeye anakuwa upande wako wewe ulimuhifadhi yeye. Ndio kawaida ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afa akasema, idha sa'alta fas'alillaha, utakapokuwa unamuomba wewe muombe Allah. Acha tabia ya kuomba vitu vingine, acha, muombe Allah na uwe na imani, ninapoomba Allah atanisikia na atanipa. Wa idha sa'anta fasta'in billahi, utapotaka msaada wowote mtake msaada wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Msaada na Allah, msaada kiukweli na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata kama unataka uende kwa mtu ukamuombe pesa, unataka yule anisaidie pesa, sasa wewe kabla ya kwenda kwa mtu huyo, kwanza taka msaada wa Allah akamlainishe mtu yule ili ukapate. Yani msaada wa Allah ndio unakufikisha wewe kupata lengo ambalo unakusudia. Ndio anamfundisha Mtume sallallahu anamwambia, na utapotaka msaada fasta'in billah, taka msaada kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akaja akasema, haitoshi, nataka wewe ujue kwa maana ya kwamba huu umma wote wa watu, kama watajikusanya watu eti waje wakunufaishe wewe katika jambo ambalo Allah hataki ulipate jambo hilo, Allah anasema wewe, Mtume anasema hawatakunufaisha wewe ila kwa jambo lilokuandikia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kinyume chake, umma ukusanyike kukutaka kufanya madhara wewe na udhaifu uliokuwa nao, Allah anasema, Mtume anasema sallama, hawataweza kukudhuru ila kwa jambo alilokutakia Allah likudhuru. Hii maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfundisha kijana huyu na kumfundisha Ibn Abbas, ndio maana yake anatufundisha sisi tuwe katika imani ya namna hiyo. Muislamu atakaye kifua mbele wakati wowote, kama kuna kheri Allah amekataa usiipate, watu wote dunia nzima wakusanyike wakupe, hawawezi. Nataka tuwe na imani ya namna hiyo, na ndio itakuokoa katika majanga Muislamu. Na kama kuna shari, unadhania kuna shari itakuja, lazima uwe na imani na hisia kwamba, au na shuur kwamba endapo Allah amekataa hili, hata wafanye vipi mimi halitanipata. Hiyo ni imani itakuwa mtu, ili ufike katika rabbania, mtu wa kimungu, unatakiwa uwe na imani na hisia za namna hiyo kwa Mwenyezi Mungu. Usiwe mtu wa kuingiza na kutoa, hivi inawezekana hapa, hivi itakuwa pale. Nani anakuambia inawezekana? Kuna kitu gani kinashindikana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mwenyezi Mungu anawashinda watu wote. Hawawezi kunufaisha kama hataki, na hawawezi kudhuru kama hataki. Sasa yeye ndio amwangalie yeye na uamini kiasi hicho. Baada ya maneno hayo, Mtume sallallahu akasema, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu, kwa maana huo ndio utaratibu. Kalamu haziandiki tena na wino ushakauka, hakuna kinachoandikwa. Hayo yaliyozungumzwa ndio hivyo hivyo, hakuna njia ya mkato ya kumfikia Allah ila kwa kutenda hayo. Tunatafuta kuwa nani? Kuwa rabbani, tuwe watu wa kimungu. Baada ya kufanya ya kufahamu hayo, sasa tuangalie taarifa ya wanazuoni. Nende haraka kidogo. Hivi ar-rabbania ni mtu wa namna gani, ili tuziangalie hizi sifa halafu tuzipractice kutafuta sifa hii. Wanasema wanawazuoni kwamba ar-rabbani, mtu wa kimungu, huwa al-alimu al-faqihu al-amilu al-hakimu al-wali at-taqi
alqaim biumuri nnasi ala alminhaji alladhi waliyahu almuqsitun min almuslihin alladhi yuallimu nnasa alkhaira ويدعوهم إلى ما فيه مصلحتهم عاجلا وآجلا ويرشدهم إلى ما عائده النفع في دنياهم وأخراهم المتعاون مع غيره من المصلحين لإنجاز رسالته. Haya ndio maneno wanatuambia wanazuoni. Hizi sifa zote hizi ndio huyo Rabbani anakuwa katika sifa za namna hii. Maana yake nini? Huyu Rabbani ni al-alim, ni mtu mjuzi. Ndio mtu mjuzi hatusemi labda anafahamu fiqhi sana, hapana, ni mjuzi wa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Al-faqihu ni mtu ana fiqhi ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amilu al-hakim ni mtendaji wa yale anayotaka Mwenyezi Mungu. Al-hakim ni mtu mwenye busara, ni mwenye busara katika kuendea mambo. Al-wali at-taqi ni mtu walii mcha Mungu huyo. Alqaimu bi umuri nnas ni mtu ambaye anasimamia mambo ya watu. Alal minhaji alladhi waliyahu almuqsituna min almuslihin, katika utaratibu ambao walikwenda wale waadilifu miongoni mwa watu ambao almuslihun, wanaotengeneza watu kuwa ni watu wa maana. Lakini vile vile mtu huyu sifa yake nyingine, anawalingania watu katika mambo ambayo yana maslahi ya watu. Sifa nyingine hiyo, Rabbani anawalingania watu, anawaelekeza watu ili wafanye mambo ambayo yana maslahi na hao watu, masala haya ya kidunia na ya kiakhira, maslahi ya haraka haraka au masala ya muda. Alafu anasema haitoshi, almutaawinu maa ghairihi, bado anasaidiana na wengine, sio mtu mpekepeke akishakuwa yeye ndio hakuna, bali pamoja na yote hayo bali anasaidiana na wenzie minal muslihina, ambao wanaofanya kazi hiyo ya islahi ya kutengeneza mambo, liinjazi risalatihi, ili aweze kufanikisha ule ujumbe wake. Hii ndio Rabbani. Ndugu zangu, ucha Mungu hawi kwa kubahatisha, ni mambo mengi inabidi yapatikane kwa mtu, na ndio maana akisema walladhina jahadu fina, wafanye juhudi. Mtu utafute ujuzi, uwe na fiqh ya kumtambua Allah, vile vile uwe ni mtu na hikma, usimamie mambo, uyatendee mambo, ulinganie watu, uwafundishe watu, na ushirikiano na watu wengine wazuri, watu waliokuwa bora, mshirikiane katika kufikisha ujumbe wa Allah na kutambuliwa Allah katika dunia hii, ili tupate maslahi ya kidunia na ya kiakhira. Huyo ndio rajul Rabbani, ni mtu wa namna hiyo. Mtu awe mcha Mungu dakika mbili tu, huyu kama mcha Mungu mchawi anaruka tu mcha Mungu. Nani kasema maneno namna hii? Huyu ndio tunasema Rabbani, ambaye anapata ucha Mungu kutokana na sifa ya kwenda kwa utaratibu, ngazi baada ya ngazi. Ndugu zangu katika imani, hii taarifu kuwa ndefu namna hii, definition ya Rabbani, unadhania imetoka hivi hivi? Hapana, hii ni mustalham. Wanawazuoni waliangalia ndani ya Qur'an, ndio wakapata maana ya neno ar-Rabbani. Rejeeni katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema katika aya, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Hapo unapata maana mbili za Rabbani. Allah aniwaambia wale walakin kunu, anasema walakin kunu rabbaniyin, kuweni watu Rabbani, watu wa kimungu Mungu. Kwa nini? Bima kuntum tuallimuna an-nasa, bima kuntum tuallimuna alkitaba, kwa sababu ya yale nyinyi kuwafundisha watu mafundisho ya Mwenyezi Mungu, wa bima kuntum tadrusun, na kwa yale mlikuwa mkiyasoma. Kwa hiyo Rabbani lazima asome, Rabbani lazima afanye nini? Lazima afundishe yale ambayo anayajua. Lakini Allah akasema katika Qur'ani, tena sura nyingine, katika aya nyingine, inna anzalna at-taurata, sisi tumeshusha Taurati, fiha, ndani ya Taurat, hudan wa nurun, kuna mwongozo na kuna nuru, yahkumu biha annabiyun, mitume wanahukumu kwa Taurati hiyo, annabiyun alladhina aslamu, wale mitume wanahukumu kwa hiyo Taurat, wale ambao waliojisalimisha, lilladhina hadu, kwa wale Mayahudi, warabbaniyuna, na hawa rabbaniyuna vile vile mitume wanahukumu kwa Taurati, warabbaniyuna, na wale watu wa kimungu Mungu, wacha Mungu, wal ahbaru, na wale wanawazuoni wa Kiyahudi wanazungumzwa, wanawazuoni, bimastuhfidhu min kitabillah, wanahukumu
kwa kile ambacho walichohifadhishwa ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu. Wakanu alai shuhada, na wakawa ni mashahidi katika hilo. Fala takhshawun nasa, msiwaogope watu, wakhshawni, niogope mimi Mwenyezi Mungu. Wala tashtaru biayati thamanan qalila, wala msibadilishe aya zangu kwa thamani ndogo ya dunia. Waman lam yahkum bima anzala Allah faulaika humul kafirun, na asiyehukumu, anayeacha kuhukumu kwa jinsi alivyoteremsha Allah, basi hao ndio makafiri. Hapa tunachukua sehemu mbili tumeongezeka hapa. Hawa rabbaniyuna wal ahbar wanahukumu bima stuhfidhu min kitabillah, wao wanahukumu kwa bima stuhfidhu, kwa kile walichohifadhishwa ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tumesema kule kuna ujuzi, kuna kusoma na kuna kuhukumu kwa yale ambayo, au kuyatumia yale ambayo Allah aliyohifadhisha. Lakini bado haitoshi. Taarifu hiyo inapewa nguvu na aya za Mwenyezi Mungu. Ile ya mwanzo ni suratul Maida, hiyo tumesoma ni suratul Maida ya 44. Hii nyingine Allah anasema waka'ayyin min nabiyyin qatala mahu ribbiyuna kathir, ni mitume wangapi walipigana pamoja na mitume hao, walipigana ribbiyuna kathir. Ribbiyun ni maana yake rabbaniyun, watu wa kimungu Mungu wengi tu. Fama wahanu, moja ya sifa ya rabbaniyuna katika taarifu yake, fama wahanu wa mastakanu, hawakudhoofika na wala hawakubweteka, fi sabilillah, katika dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hii inatia nguvu maana ya rabbani. Mtu rabbani hachoki, mtu rabbani hakati tamaa, mtu rabbani habweteki. Akishaingia katika safu ya kutafuta uchamungu harudi nyuma, atasoma, atafundisha, atakuwa na hikma, atafanya ibada, atatenda mema, atashirikiana na wenzie katika kheri, atahangaika, anahangaika mpaka anakufa. Ndio tunaambiwa hapa fama wahanu, hawakudhoofika, wama stakanu, wala hawakubweteka. Sawa, wallahu yuhibbu sabirin, wa Allah anawapenda wanaosubiri. Mtu rabbani mcha Mungu anasubira. Usiku wa leo mpaka asubuhi mtu ana tabu, anapiga mahesabu mengi tu, mimi nitalala pale msikitini pale na kuwa vipi mpaka asubuhi. Unatafuta rabbani ucha Mungu, unaona tabu kidogo kupata usiku huu hapa. Unatafuta ucha Mungu na pepo. Jamani, pepo ni ngumu, tusifanye maskhara. Pepo ni ngumu, pepo inatafutwa kwa juhudi. Hiyo ni mpaka unakufa, huwa unaishi namna hiyo. Tunakwenda mbele. Rejeeni Ali Imran 146. Sasa tuangalie mahusiano ya Ar-Rabbaniya na imani. Hivi sifa ya mtu kuwa ni mtu wa kimungu Mungu na imani kuna mahusiano? Ndiyo. Sifa ya mtu kuwa ni mcha Mungu kuna mahusiano, kuna ilaka, kuna mahusiano na Rabbaniya. Imamu Ibn Qayyim anasema hivi, tankasimu alqulubu ila 3 aqsam, nyoyo za watu zinagaika katika vigawanyo vitatu. Moyo wa kwanza ni qalbun hayyun mawsulun billah. Mwanadamu tulivyo hapa, kuna watu wana moyo ulio hai. Moyo ulio hai, huyo moyo uliokuwa hai ni moyo ambao umefungamana na nani? Na Allah moja kwa moja. Imeeleka vizuri? Ibn Qayyim akasema moyo wa pili ni qalbun mayyitun la hayata lahu. Kuna moyo umekufa. Ona jitu limekaa tu pale, kumbe mfanya nini? Lishakufa lile jitu lile. Yani moyo wake ni mayit, uishakufa, wala hauna uhai. Una moyo tu lipo tu jitu namna hii, hamna kitu. Imeleka vizuri? Alafu akasema Ibn Qayyim, wa qalbun thalith, na moyo wa tatu ni moyo ambao bihi hayatun wa bihi illa. Moyo huo una uhai na una ugonjwa. Moyo mtu mmoja una uhai, alafu moyo huyo unafanya nini? Una ugonjwa, una gonjwa, unaumwa. Akasema Ibn Qayyim kwamba huu moyo una mzima na una gonjwa huu una mada mbili, una vitu viwili, madatani vinavutana katika mtu wa namna hiyo. Mada moja inavuta katika kheri na mada nyingine inamvuta katika nini? Katika shari. Ndio anakuwa mara ni mzima, mara anakuwa amekufa. Kuna watu unaonaga jamani, mtu ameibuka katika jambo la kheri mpaka yeye huyo kesho kutwa tena jamaa labda alipigwa buti kidogo hivi, taabani chali. Ndio wale moyo wake una uhai mara na mara unakuwa nini? Unakuwa mgonjwa mara nyingine, unavutwa huku na unavutwa huku. Akaja akasema huyu bwana, kile kitakachomvuta zaidi kikishinda anakuwa amekwenda huko. Kwa hiyo mtu huyu akivutwa na ule upande wa uhai, alhamdulillah atasafika, atakuwa huko. Akishindwa
akavutwa na ule moyo uliokufa mgonjwa, maskini ya Mwenyezi Mungu Allah tulinde na hilo, anaangukia kwenye nini? Kwenye ugonjwa. Halafu akasema huu mvutano wa moyo wa tatu, fafihi min mahabbati al-imani, ndani ya moyo huu ambao unavutwa kidogo na unavutwa huku, ndani yake kuna chembe ya mapenzi ya imani. Wa bihi al-ikhlasu lahu, na una ikhlasi kidogo na unatawakkali kidogo Mwenyezi Mungu. Sasa hivi kidogo ana ikhlas kidogo, ana imani kidogo, ana tawakkal kidogo, hii sasa ndio inamsaidia. Kuna mara anavutwa kidogo, mnamuona mko naye katika mambo mazuri au anafanya mambo mazuri. Afu akasema moyo wana huu ambao ni mambo mawili, una mahaba vile vile ndani yake, una mahabbatu shahawati, ndani yake kuna kupenda matamanio, wa itharuha, na kuna wakati unafadhilisha hayo matamanio, wal hirsu ala tahsiliha, na unataka uyapate matamanio. Mtu mmoja huyo ndani kuna imani kidogo, lakini na kuna matamanio ya kidunia kidogo. Ndio maana anakuwa moyo wake watatu, una huku na una huku, una pande mbili huo. Sawa, una imani kidogo na una matamanio kidogo. Na watu namna tunawapata na sisi tumo. Na unakuta mtu huyo moyo wake una hasadi kidogo, una kiburi kidogo, una kujiona kidogo, unapenda uluwi, ukubwa tu unapenda katika dunia hii hapa. Sasa huyu mtu wa namna hiyo ndio maana anapata mitihani katika misukumo miwili. Anasema Ibn Qayyim, msukumo wa kwanza, mtu huyu anapata ule msukumo wa kumpeleka kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake na nyumba ya akhera, lakini huyo mtu huyo anakuwa na msukumo wa kumpeleka katika dunia hii ambayo ni jambo la kupita. Sasa katika hali kama hii anafananisha Ibn Qayyim rahimahullah kwamba mfano wake mtu huyu ni kama mfano mwenye viungo vya mwanadamu vinavyokuwa ni vizima vitafanya harakati zote, lakini viungo vya mwanadamu vishakuwa na ulemavu, haviwezi kufanya kila kitu. Nadhani nashuhudia mimi hapa nina mikono miwili, mmoja huu labda umelemaa, huu una nguvu, huu utafanya nini? Utafanya jambo sawa sawa. Huu uliolemaa hauwezi kufanya jambo. Ndio mtu mwenye viungo vya namna hiyo. Sasa mtu mwenye imani ambayo ina huku na huku anakuwa mfano wake namna hiyo, moyo wake unakuwa ni hivyo. Vile viungo vibovu vinakuwa ni vibovu, havifanyi kazi, kwa hiyo na moyo wake ndani unakuwa ni mbovu. Vile viungo ambavyo ni vizima vitafanya uzima, inakuwa ndani yake kuna mada fulani ya uzima. Ndugu zangu katika imani, kwa maana hiyo sasa tunasema kwamba ar-rabbaniya, sifa ya kimungu ni sifa haswa maalum kwa wale watu wenye imani. Watu wenye imani ndio wanapanda wanafikia sifa hiyo, watu ambao wanausifika pale ambapo wanapohakikisha masharti ya imani. Unapohakikisha masharti ya imani kwamba al-imani, nguzo ya kwanza al-imanu billah, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni kusema tu? Ni ushahidi gani wa kwamba wewe unamwamini Allah subhanahu wa ta'ala? Tuweke kigezo, kipimo, tunataka tupime huyu mtu anayemwamini Allah na huyu amwamini Allah, kigezo chake nini? Kigezo chake unaweza kukipima hapo, kigezo chake. Sasa tukipima ndio tunasema kwamba huyu kipimo chake kikienda kuzuri kweli kweli, wasawa kwa anamwamini Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio inampelekea mtu kufika nini? Katika huo ucha Mungu. Ndugu zangu katika imani, ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala daima Qur'ani ikawa inatuhimiza katika amali, tuwe ni watendaji, tunachokijua tukitende tunachokijua. Kwa sababu gani? Unapokuwa unatenda inakusaidia wewe kujikurubisha kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, istajibu lillahi war rasul, mjibuni Allah na mtume wake, idha da'akum lima yuhyikum, pale wanapokuiteni katika mambo ambayo yatakupeni uhai. Yani Allah na mtume wanapokuiteni, uko na kuiteni Allah na mtume, ndiko mahala kutakupeni uhai. Uhai ndio uko huko. Kinyume na Allah na mtume wake hakuna uhai, kuna ugonjwa. Sawa? Hiyo ni suratul Anfal aya ya 24. Na vile vile kuna aya nyingine inafanya uzito unapatikana kwa mtu, kama Allah anavyosema, alam ya'ni lilladhina amanu an tahsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaq. Hivi haiwapitiki wale walioamini nyoyo zao zikawa na khushu, nyoyo zao katika dhikra ya Mwenyezi Mungu? Haikupitiki wewe moyo wako muda fulani ukawa na khushu katika dhikra ya Mwenyezi Mungu na yale yaliyoteremshwa ya haki kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Haikupitiki namna hiyo. Hii maana yake Allah anataka wewe uwe ni mzito katika mambo ya shari, uwe ni mzito kuendea.
lakini wewe uwe ni mwepesi katika mambo ya nini? Katika mambo ya kheri. Imeeleweka vizuri?